Ni Machi 7, 2025. Mimi naitwa Joseph mwana wa Isangura. Ujambo na karibu tuweze kuiangazia kwa muktasari taarifa zilizoandikwa kwenye magazeti hapa nchini Tanzania zilizokusanywa kutwa nzima ya jana. Nyuma ya kamera ni Hassan Magurumari na hii ni Media Wire Express, kurasa za magazeti. Na sasa tuanze kwa kuiangazia yaliyoandikwa katika gazeti la Mwananchi. Mwananchi siku ya leo habari kubwa ameandika usiyoyajua ya Profesa Sarungi. Huyu ni waziri aliyevua cheo kutibu wagonjwa, akiwa daktari bingwa wa kwanza wa upasuaji wa mifupa nchini, lakini pia ameacha alama zisizofutika. Simulizi yake alivyomwokoa majeruhi aliyenasa kwenye treni. Kuna simulizi yake alimwokoa majeruhi aliyenasa kwenye treni. Ni waziri huyu aliyeacha cheo chake cha waziri na kutibu wagonjwa. Ni gazeti la Mwananchi wameandika hivyo. Na hapa kuna habari katika ukurasa wa 3 wameandika upatu unavyozidi kuwa janga nchini. Unaambiwa wataalamu wa masuala ya fedha na uchumi wamezungumzia utamaduni wa watu wengi kuchagua michezo ya kupeana fedha kama njia ya kuzitunza kuwa ni janga jipya. Hili ni janga jipya sasa. Unasikia watu wanapeana fedha. Tupo watu watano, leo mmoja anatoka, kesho mmoja anatoka, unaambiwa sasa imegeuka kuwa janga. Nasikia katibu amekimbia na fedha, mwazini haonekani, sasa hili imekuwa janga. Ni habari kamili unaweza kusoma katika ukurasa wa 3. Ni haya yaliandikwa katika gazeti la Mwananchi kwa muktasari. Na sasa tutizame Mwanga wa Jamii. Nipashe wameandika nini? Nipashe Mwanga wa Jamii siku ya leo wameandika habari kubwa hapa, ameandika upekee wa Sarungi. Alisuka Muhimbili, hakuacha kazi yake, akaiendeleza Simba Sports Club, lakini pia Warioba Kimiti waenzi nyayo zake. Ni habari katika ukurasa wa 2. Tukumbuke alizaliwa mwaka 1936 Sarungi na kufariki mwaka 2025. Hapa sasa kuna Joseph Warioba na Paul Kimiti, nisome nukuu zao kidogo. Warioba anasema Sarungi alikuwa mwajibikaji mkubwa katika kufanya kazi yake, alikuwa ni mtu makini katika maeneo yake aliyofanya kazi. Huyu ni Joseph Warioba. Na tumuone sasa Paul Kimiti anasemaje. Anasema alifanya kazi katika wizara mbalimbali, lakini pia ninamkumbuka kwa sababu alifanya kazi zake vizuri. Alikuwa ni mtu wa kunyooka, mchapa kazi. Alikuwa akisema A ni A, akisema B ni B, hakupindapinda, hakuwa wa kupindisha maneno. Anakuambia alichukia watu wazembe. Huyu ni Paul Kimiti akisema upekee wa Sarungi. Sasa tutizame katika ukurasa wa 2 wameandika ukurasa wa 2 gazeti la Nipashe wameandika waziri awaka viwango duni ujenzi wa barabara Dar es Salaam. Lakini hapa kuna habari picha ikionyesha muonekano wa magari kutokana na upanuzi wa barabara ya Morogoro to Dar es Salaam hapo siku ya jana. Ukata wa maji, waziri katibu mkuu watoa kauli kinzani. Na tutamatisha sasa katika ukurasa wa 7 wamesema tumefikia wabunge 168 tunaopigania sheria ya kunyonga mafisadi. Huyu ni Mpina. Habari katika ukurasa wa 7. Ni yaliandikwa kwa muktasari katika gazeti la Nipashe. Gwiji la habari, gazeti la Habari Leo kunako siku ya leo wameandika chanzo kifo cha Sarungi chatajwa, lakini maziko yasubiri watoto wake. Ni habari katika ukurasa wa 4. Hiki ndicho chanzo cha Sarungi kimetajwa hapa katika ukurasa wa 4, lakini unaambiwa maziko yasubiri watoto. Na katika ukurasa wa 2 wameandika mpango wa taka magari ya umeme na gesi tu, lakini pia yamo ya vyombo vya ulinzi na usalama, agiza uwazi utaratibu biashara ya carbon, magari 7,000 yafungwa mfumo wa gesi. Ni hayo yaliandikwa. Na tutamatisha katika gazeti la Gwiji la habari wameandika familia 8 kupandikiza mimba Muhimbili, wagonjwa wasamehewa bilioni 80 za tiba, lakini pia unaambiwa 155 wapewa maputo. Ni habari katika ukurasa wa 3. Na sasa tutizame gazeti la Uhuru siku ya leo wameandika kitu gani. Na sasa tutizame gazeti la Uhuru siku ya leo. Habari kubwa ameandika makamu wa rais ashusha maagizo biashara ya carbon. Naambiwa asilimia kubwa ya uendeshaji wa biashara hiyo imetawaliwa na madalali ambao utaratibu wa upatikanaji wao haupo wazi. Ni habari katika ukurasa wa 2. Wanane wapandikiza ujauzito Muhimbili. Ni habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia kuna habari wameandika ukurasa wa 3 gazeti la Uhuru. Majaliwa asisitiza usawa wa kijinsia. Majaliwa asisitiza usawa wa kijinsia.
Na sasa tutamatishe katika gazeti la Uhuru kwa habari iliyoandikwa CPA Makara aikaria kooni Chadema. Huyu ni katibu mkuu wa halmashauri kuu ya taifa NEC, itikadi, uenezi na mafunzo ya Chama cha Mapinduzi CCM, CPA Amos Makara, ambaye amewataka viongozi wa chama cha demokrasi na maendeleo Chadema kuanza mabadiliko ya ndani ya chama chao. Chadema wanaambiwa muanze mabadiliko ndani ya chama chenu kabla ya kudai no reform no election. Hapa tumnukuu, anasema hawa wanaosema no reform no election, yani bila mabadiliko hakuna uchaguzi, ndani ya chama chao wameshindwa kufanya mabadiliko. Huyu ni Amos Makara anasema mnadai no reform no election, lakini ndani ya chama chao wameshindwa kufanya mabadiliko. Lakini pia anasema hawa kina Tundu Lissu ndio walikuwa wanasema kwamba Chadema. Hapa ni kwa muktasari. Ukitaka kujua undani wa taarifa hii, soma gazeti la Uhuru, habari ukurasa wa pili. Hii ni Media Wire Express, kurasa za magazeti tarehe 7 Machi 2025. Nami natamatisha kurasa za magazeti kutoka hapa Posta jijini Dar es Salaam. Ninaitwa Joseph Mwana wa Isangura, tukutane tena siku nyingine. Nikutakieni mfungo mwema wa Kwaresma na Ramadhani Karim. Nyuma ya kamera ni Hassan Magurumari, tukutane siku nyingine.